Basi wiki kadhaa mbele tunamwona Amara akiwa amepata nafuu na katoka hospitali, lakini moyoni mwake alikuwa na hasira ya kutumika na kudanganywa tena na kile kikundi cha Bella. Amara huyu alikuwa tofauti na yule wa zamani na alimwahidi Bella na kikundi chake kuwa atawalipizia kisasi, akisisitiza hataweza kuwaacha waende bure kabisa. Kwa mikakati alikiangusha kikundi chao mmoja baada ya mwingine, akianza kwa kuwafukuzisha marafiki zake na Bella shuleni hadi akabakia Bella peke yake. Naam, na huo ndio ulikuwa muda wa Amara kukamilisha mpango wake kama simba aliyekuwa anavizia nyati mwenye nyama iliyonona kwa muda mrefu. Siku moja akiwa amepata break katika kipindi cha kemia, Amara alibaki nyuma na kutumia nafasi hiyo kwa kuchanganya kemikali za asidi ya kulipuka kwenye project ya Bella. Hiyo ikimaanisha endapo Bella ataongeza kemikali nyingine na kuzichemsha kwa pamoja, basi kemikali zile pamoja na asidi zitamrukia usoni na kumuunguza. Baada ya break, wanafunzi wanarudi kwenye kipindi cha kemia pale laboratory na kila mmoja anakaa kwenye siti yake, ikiwa ni pamoja na Bella ambaye alikuwa akichanganya kemikali zile. Na kama Amara alivyopanga, kila kitu kinatokea na wanasikia mlipuko mkubwa sana mle laboratory, hiyo ikiwa ni pamoja na Bella kuungua na tindikali zile, huku akikimbilia nje na kuomba msaada kutokana na maumivu makali sana aliyokuwa akiyapata. Na huo ndio ulikuwa mwisho wa kile kikundi cha Bella pamoja na Amara ambaye alipelekwa mahakamani kwa kuhatarisha maisha ya wanafunzi wenzake. Hakika chuki na kisasi ni upanga unaoleta uharibifu mkubwa sana.